Bunge la Maisha. Mahojiano na mazungumzo kuntu. Bila shaka mahojiano na mazungumzo kuntu na ndani ya studio zetu. Tayari mgeni wetu ameshafika ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Tuko naye Mr. Anthony Wachira, the head of recruitment, selection and matriculation katika Teach for Kenya. Teach for Kenya. Karibu sana Mr. Anthony ndani ya studio zetu asubuhi ya leo. Good to see you na karibu sana. Thank you sir, nimeshukuru sana kwa kufika kwenye studio. Tuzungumze mawili matatu kuhusu Teach for Kenya na mambo ambayo tunafanya katika haswa elimu, kwa sababu huko ndio tunafanya kuona ni vipi ambavyo tutajaribu kusuluhisha mambo ambayo inaendelea. Nafikiria tumekuwa na mazungumzo ambayo kama umekuwa ukifuatilia kuhusu how is the situation with education in Kenya. Nafikiria mazungumzo imekuwa is CBC working for example, changamoto zipi ziko huko, na ni vipi Teach for Kenya inajaribu ku-address the gaps ambazo ziko. Kwa hivyo nimeshukuru sana kufika kwenye studio. Na nafikiri tutaanza hapo Mr. Anthony, kile ambacho mnafanya as Teach for Kenya. Kipi exactly ambacho mnafanya as Teach for Kenya, na tutazungumzia pia kwa kina zaidi kuhusiana na mfumo mzima wa competency based curriculum. Lakini kwanza kabisa tuanze na hapo. Teach for Kenya, what do you guys do exactly? So Teach for Kenya ni NGO. So ni sijui nitasemaje kwa Kiingereza but kwa Kiswahili, shirika lisilokuwa la kiserikali. That is true. Tulianzishwa 2019. So tuko na miaka 6. Na Teach for Kenya si organization kivyake. Tuna operate under kitu tunaita umbrella body. So kuna Teach for All ambayo ilianzishwa kule Marekani around it's about 1980s, late 1980s. Kwa hivyo imekuwa kutoka Teach for All, ilianza ikiwa Teach for America, then ikapanuka. Sasa kuna mashirika karibu 69 across the world. Kwa hivyo ukienda maybe Germany utapata kuna Teach for Germany, ukienda Liberia, Teach for Liberia. Sasa tuna Teach for Kenya. Kwa hivyo Teach for Kenya ina exist kufanya ile kitu tunaita SDG number 4. Kama unajua kuna zile tunaita SDGs. SDG number so SDG number 4 haswa ina development goals. Yes, development goals. Sustainable development goals. Where I think ziko 17. Ya nne haswa inazungumzia kuhusu education na access to quality education. Na mtazamio ni kwamba malengo ni kwamba kila mtoto mahali ambapo anazaliwa anaweza kupata kile kisomo ambacho ni quality. We call it quality education. Kwa hivyo Teach for Kenya tuna exist ku champion SDG number 4. So tulifomua 2019 na kwa sasa tuko in 3 counties. So tuko Nairobi, tuko Machakos na pia tuko Kisumu. Na tunawaka na shule za serikali. We have about 64 schools as we speak. So what we do is we recruit young people, wale ambao wametoka university, kwa sababu sisi tuna believe holistic approach ya kusolve education. Changamoto ni mingi kwa hii sekta ya elimu, na tunafikiria ili kusuluhisha hizo changamoto you need what we call multi-stakeholder approach. Kwa hivyo hakuna, sijui tutaisema, hakuna fimbo moja inaweza ikasuluhisha changamoto za masomo. So sisi tuna believe na kitu inaitwa leadership in education. Kwa hivyo hiyo ndio leadership in education. What do you mean by leadership in education exactly, Mr. Anthony? So leadership is, I mean, at the basic level, leadership ni kumaanisha kuongoza tu, kuchukua initiative. I mean, if you come back to the basic understanding ya leadership. So mtazamo wetu ni kwamba if you bring leadership, na hii ni statistics ambao pia imeonyesha hivi, if you strengthen leadership in schools, just that. Usifanye kingine, usijenge magorofa, you just strengthen leadership in school. That means mwalimu wenyewe, wazazi wenyewe, you just build leadership. Statistics inasema you can improve student performance by 30%. Wow. Think about that. That's amazing. Just leadership. Alright? Na nafurahia kuhusu CBC kwa sababu that is an aspect. That is a focus ya CBC. Na najua tutafika hapo. Kwamba ukistrengthen just leadership in school. And when you talk about leadership tunaongea vitu gani? Kwa mfano,
Sisi wakati tulikuwa tunakuwa najua labda hivi ndivyo ilikuwa experience. Mwalimu alikuwa kazi yake ni kuingia darasani, kufundisha, somo likiisha, anatoka. Lakini do you think about what goes outside of that classroom? Because umeona tu mwanafunzi darasani. What happens outside? Maana pale kuna stakeholders wengine, kuna community, kuna wazazi, kuna walimu wengine. Do you build a movement that strengthen education? So that is the approach about Teach for Kenya in a champion. Leadership. Just strengthen leadership. In itself, we solve 30% of the problems we have in our schools. Yes. All right. So wakati ambapo tume strengthen hii leadership in our schools. Na umesema this is a model ambayo itasaidia sana ku build the curriculum for the kids. Na kando na kuangalia mambo ya leadership, what else are we looking for kuhakikisha kwamba tuna better the education of our children, especially ikiwa tunasema we are teaching for Kenya. Tunataka kumpata huyu mtoto wakati ambapo angali, wenyewe wanasema samaki mkunji angali mbichi. So tunataka kumtoa kutoka hapa for us to build that leadership, for us to build hiyo uongozi katika huyu mtoto. Where do we get it right? I think ni swali nzuri kwa sababu na nafurahia umetumia a very good example kwamba samaki akiwa mbichi ndio utamkunja. Nafikiria ukiangalia statistics ambao tumekuwa nayo, so for example unasikia kwamba 2 out of 10 kids in grade 8 cannot do a mathematics. Unaona ile simple arithmetic ya mtu wa class 6, ya mtu wa class 3. ya mtu wa class 3. Yes. 2 in 10 grade 8. Now think about that. Where do we get it wrong? Nafikiria one of the strengths about Teach for Kenya tuko nayo, sisi tuna focus na foundational level. Unaona? Foundational level ni kumaanisha the early years. Hii ni kutoka chekechea, ECD. That is from year 4 to year 4, year 5, and then from grade 1 to grade 3. If you strengthen foundational learning ya mtoto, uweke ile foundation nzuri, huo mtoto, it doesn't matter system huku juu itakuwa vipi. Manake msingi ushaujenga vizuri, chances are huo mtoto education yake itaenda vizuri. But huku chini kama foundation is not strong, we'll have a challenge. And that's what I'm giving you the statistics tuko nayo. Kwa approach ambao Teach for Kenya tuko nayo, apart from leadership, is wale vijana ambao sisi tuna recruit ku support learning outcomes in school, tuna place in foundational classes. So it's either they are in ECD centers, because we believe that is where the foundation is happening, or in grade 1 and grade 3. So hapa tunaongea kuhusu literacy. You unaingia class ya wanafunzi 60 and labda hakuna hata vitabu, mfano hakuna vitabu, alafu una expect you're teaching 60 kids. Think of it, 60 kids, hakuna vitabu. Huo mtoto ana expect within 35 minutes, supposing unafundisha Kiswahili ama English, anafaa kuwa ameelewa kusoma, and there is lack of resources. So what Teach for Kenya is doing is we are strengthening that level. So when we supply these young people in the classroom, you are strengthening, you give individualized learning support to these learners. So that you make sure huu mtoto kama ni English ako sawa, kama ni arithmetic ako sawa, then akifika sasa grade 4 foundation iko sawa. So nafikiria ni vizuri ku address hiyo, because I think that is where the challenge is. Otherwise we would not have the kind of statistics ambazo nimekuambia, and it's really shocking. Kukua ati uko hiyo level, tunasema umepitia shule, lakini if you give, and I think it's possible kwa sababu nishaiona interviews ambazo zinafanyika straight, and then you're given a simple text ama a simple question in the street. Kuna mtu ana struggle na tunasema umefika university, but unapata uko na ile changamoto. So I think challenge at foundation. Hivi ukiangalia hivi majuzi, baadhi ya wazazi wengi walikuwa wanasema kwamba wao hawana imani na mfumo wa CBC. Upande wa pili, baadhi ya wazazi wengine wanasema kwamba mfumo wa CBC ni all inclusive, pale unaangalia mtoto kutoka ile all round yani. Lakini ukiangalia kwa vile imekuwa implemented hapa Kenya, mfumo wa CBC, je, unaenda vile unafaa kuenda kwa uhalisia wake, ama kuna changamoto ambazo zinafaa kukua straightened hapo kidogo? I think first of all, let's agree kwamba kuna challenge kwa CBC. Hiyo nafikiria kila mtu anaelewa, whether ni mzazi,
whether ni mtoto, whether ni mwalimu, kila mtu ashakubali kwamba kuna challenge ya CBC. Lakini nafikiria the idea for CBC was really, it was a good idea. Wanasema on paper it was very good, but implementation sasa. And that's the challenge ambao tuko nayo Kenya, because sometimes we get very good things on document. Ndio. But wakati inafika sasa kwa implementation ndio tunapata changamoto. Kwa mfano, acha nikuulize, nikupatie case example. So kuna huyu mwanafunzi ambaye ako shule ambao haina walimu. Ndio. Right? In fact, nimekuwa Wajia juzi like a month ago. Unapata shule mzima iko na walimu wawili, wale ambao wamepostiwa na serikali. Ndio. So it's 2 teachers in that school. Shule nzima kuna walimu wawili. Na hiyo ni class kutoka class hiyo ni grade. In fact, that school iko integrated. That means iko na ECD ndani. Ndio. Iko na grade 1 up to 6. Of course haikuwa na JSS at that point. But iko na walimu wawili. Ndio. And that school inaexpectiwa kufanya ile CBC implementation. So kulingana na vile naelewa CBC, there is a lot of learner centeredness. That means lazima kuwe na support ya mwalimu. Ili CBC fanyike. Lazima support ya mwalimu ikuwe very central. Hakuna mwalimu kwa hiyo darasa. So was it too early kuimplement hii maneno? Ama tungeendelea na 844? Nafikiria kwa sababu we are 8 years into CBC. Kwa hivyo sasa tukianza kusema it was too early. Maana kama miaka 8 mpaka saa hii bado kuna changamoto. I think 8 years ni miaka kutosha ya kulearn na kurekebisha. But nafikiria, think of it this way. Kuna mtu ambaye saizi alianza na CBC. Saizi yako grade gani? So you're talking about an entire generation hapa. Unaona? Ambao wameenda through the system. So I think we need to refine, because we wouldn't have gotten it perfect, but I think some of the challenges ambazo tunapata, kwa mfano even parental engagement, unapata mtoto ametumwa nyumbani aende kuna assignment ama take away home, take home assignment ambao mzazi anahitaji kusupport huyo mtoto. Huyo mzazi kwa mfano tuseme kupata lishe ni shida. Unaona? Huyo mtoto ameambiwa enda ununue kitu fulani, alafu mkae chini na mzazi mfanye kitu fulani. Lishe yenyewe ni balaa. Huyo mtoto una expect anapitia CBC kivipi? Kwa hivyo nafikiria kuna changamoto. Kuna uzuri wa CBC definitely, lakini pia nafikiria changamoto ziko, na nafikiria they need to be addressed. They need to be addressed kwa sababu this is an entire generation tunaongelea. Ni vizuri umegusia kuhusiana na hizo changamoto, Mr. Anthony. Let us pay bills. Tukirudi tutazungumzia kuhusiana na hizi changamoto ambazo unazizungumzia, na pia tuzungumzie in deep ndani kabisa ya kwamba tulisema kwamba this is a competency based curriculum. How competent are we? Tutatoa watoto ambao wako competent ama it's ni jina tu ndo ni kwamba it's a competent based curriculum, lakini in reality we are not producing people who are competent out here. Na nafikiri kulingana na research zenu ambazo mmefanya, ulikuwa unasikia hapo kwamba some of the bosses are complaining ya kwamba tunatoa half baked graduates out here. Kina Mainman Rio bwana mimi nilifanya ukija hapa nje ukimpatia kazi, he's not competent. I'm not saying Rio is incompetent. Ni mfano tu anatumia. Lakini wacha tuangalie kwenye ule upande mwingine, ndugu yangu, tunasemaje hapo. Right, na ndani ya studio zetu asubuhi ya leo kama tulivyokueleza tuko naye Mr. Anthony Wachira, the head of recruitment, selection and matriculation. Hiyo ni nini kwanza, by the way? Matriculation ni formal process ya wakati ambapo naingia in university, right? Mr. Anthony, as a candidate for a degree or of becoming eligible to enter by fulfilling certain academic requirements such as formal examination. Where? That is matriculation. Unaweza break down. If you look at it from, I mean, generic, by definition here, matriculation, but when it comes to Teach for Kenya, matriculation is ndio ile process ya mwisho. So tuna process tatu kwa Teach for Kenya. So assume unataka kujoin Teach for Kenya. Like I told you hapo awali, sisi tuna recruit vijana. Na hao ni vijana ambao either wako mwaka wao mwisho kwa university, ama
wamesha graduate. Because we are placing graduates. Leaders ambao tuna place kwa shule, they have to be graduates. So you look at 3 process here. So lazima uta apply. Kwa sababu hii ni kitu tunaita competitive fellowship. Uta apply. Then tutafanya ile kitu tunaita selection. Basically kuangalia kama umemeet criteria ambao tuko nao. Na ni process ambao ni competitive. Kwa sababu vijana wako ambao wanataka ku make an impact in the community. Then sasa kuna process ambao sasa tunaita matriculation. So kwa selection ni sisi tunachagua. Okay. Basi sasa ushaingia kwa mpango, unataka kuelewa zaidi Teach for Kenya. Tunafanya kazi wapi? Zile shule ambazo tunafanya nazo, unaingia pale unapata what we call ground experience. Kwa sababu ni tofauti kuambua we work with schools na wewe kufika pale unaona what actually happens when you talk about challenges in the school. So matriculation ni process mrefu. We have something we call, for example, community immersion. Hii ni process ambao tunapeleka anybody who wants to work with Teach for Kenya kwa hizi shule for a community experience. Unaingia zile classes, una interact na wanafunzi, walimu, una understand zile challenge. So hiyo process yote ni matriculation. Kabla pia hatuja ku place kwa zile shule for the fellowship, because fellowship ni miaka miwili. So ukisha apply, you will be with us for 2 years working in those schools. But lazima tukutrain, because in Teach for Kenya hatu recruit teachers. Tunasema sisi ni leadership organization. We build leaders so that they can help support the system, address the systemic challenges in education. Kwa hivyo lazima tukutrain. Hatuwezi kutoa university ndio umemaliza masomo alafu tayari ushaingia darasani. So utafanywa kitu inaitwa pedagogy. Jinsi ya kufundisha. Basically pedagogy is how to teach in class. Tuna leadership. We have to strengthen your leadership. Kuna policies pia. Lazima uelewe kwa mfano ni sheria gani zina govern education in Kenya. So hiyo process yote kutoka sasa sisi kukuchagua sasa hadi wewe kujoin the fellowship. Hiyo ndio tunaita process ya matriculation. Yes. Amazing sana. So kabla ya kwenda kabla ya kulipa bills hapo, Mr. Anthony, nilikuwa tumezungumzia kuhusiana na the competency based curriculum. Na nafikiri the main aim ya kwamba tulikuja na CBC ni kwa sababu tulikuwa tunahisi ya kwamba 844 ilikuwa ni mostly ya kupita tu mtihani. Then comes in the competency based curriculum. Hapa tunasema we want to produce kids that are very competent. Tunataka kutoa watoto ambao watakuwa na skill fulani. In terms of the competency bit of it, Mr. Anthony, are we there yet? Ama kuna changamoto bado? Na ulikuwa umezungumzia kuhusiana na hizo changamoto, na nafikiri itakuwa vizuri kuzungumzia kuhusiana na hizo changamoto ambazo zinapatikana kwenye CBC. Yes. Yeah. So I think first of all, I mean, we started by saying wale ambao walianza na CBC saizi it's 8 years. Huyo ni mwanafunzi ambaye ako grade that's grade 8, si ndio? Kwa hivyo hatujapata output ya CBC ndio tujue the difference between a graduate wa 844 na graduate wa CBC as of yet. But I think, like I said, ni vizuri tulileta hii CBC because we're in the 21st century. Na nakubaliana na wewe. 844 na mimi nilipitia 844 na nafikiria majority of us. Hata mimi nilipitia 844. Sisi wote ni product wa 844. Ile ilikuwa kitu tunaita rote system. Mimi nakumbuka tulikuwa tunaambiwa kwanza focus na masomo. Ndio. Pita mtihani. Mengine yatafuata baadaye. Kama unakumbuka hiyo ndio ilikuwa mantra kwa shule. In fact ile shule ambao nilienda tulikuwa tunaambiwa hata kama ni games acha focus sana hivyo. Una waste time yako shuleni, acha na games. Mimi I used to be very good in drama kwa mfano. I used to be a good actor nikiwa mtoto. Lakini sasa ukiingia shule unaambiwa sasa hapa ni masomo. Kwa hivyo mambo mengine uyaache. Nafikiria that was the weakness with 844. It focused on rote memorization and pass exam. Then what happens? Umetoka huku nje umeambiwa you'll do white collar job aziko. That's the reality we have in our country. So what do you do with those 14 years of investment kwa shule? So unapata kuna changamoto and you can see the problem you're having with young people. Kwa hivyo nafikiria CBC inajaribu kusuluhisha hiyo. Number one, by creating people
who can be able to solve real world situation. Alright. Kwa hivyo pale tunaangalia skill based. Kuna mwanafunzi ambaye wanafundishwa skills, how you can monetize skills. Yes. Unaona? Huyu ni mtu ambaye anafundishwa critical thinking. Yes. This is a very in fact wakati tulikuwa naangalia tafiti ya World Economic Forum, huwa anatoa report after every 2 years in terms of labor force iko vipi. Yes. Some of the most needed courses, I mean skills size as we speak, critical and creative thinking. Okay. Because challenges ambazo the world is going through, inahitaji mtu ambaye anafikiria na una create solution. Very true. Unaona? So nafikiria to that extent CBC probably is working. But like we mentioned, kuna changamoto because mwalimu ambaye anafundisha CBC, yeye mwenyewe amepitia 844. Yes. Contradiction. So hana ufahamu exactly how CBC is supposed to be trained. All right. And we ask ourselves, is government doing enough training? All right? Yeah. If you're teaching somebody CBC and you have not yourself had an experience of CBC, then what are you doing in class? Yes. And that's why I'm telling you, kuna walimu ambao hawajui CBC inafanya nini. Fundisha hii, anafundisha hiyo. But to be honest, there is a mismatch. Yes. Nafikiri ni challenge kubwa ambayo inafaa ku address. What we call capacity building ya walimu inahitajika sana. So nafikiri hiyo ni changamoto. Sijui kama nimejibu swali, but nafikiria changamoto ambayo CBC, but I think ikiimplementiwa kulingana na vile it was conceptualized. I think I would choose a CBC graduate compared to an 844. Why? If it is done properly. You are leaving us alone. You are leaving us out, Mr. Anthony. No, to be honest. Unatuacha nje jamani. Unasema sisi 844 hatujaiva. Mimi mwenyewe ni 844 kwa hivyo unajua umesema lakini utachagua graduate wa CBC. Assuming, I mean, we are talking about a curriculum that is being implemented in developed countries because I'm told this curriculum was modeled with other countries, Finland, Singapore, hizi ni nchi ambazo zinafanya what exactly we are doing. But now the problem is they have investment, they have resources to support that. Do we have that? I think that is where the challenge is. But I think we can make competitive graduates out of CBC compared. I mean, for example, and niko labda ningeuliza hivi, when I was growing up I wanted to be a lawyer myself. Basi kujua kukuwa lawyer, what do you need? Right now, career pathways zinaintroduciwa at primary level. All right. So unaelewa kulingana na strengths zako, you have these options ready in life. For us, until ufanye form 4 ndio ulikuwa unaanza kujua kuna hii career inaitwa hivi, kuna hii career inaitwa hivi. So I think that was a big confusion, and that's why I think CBC actually is able to address that if it's done properly. Yes. All right. Na nataka turudi tuzungumzie kuhusiana na the in-depth ya swala lizima la CBC na resources exactly. Ndani ya studio zetu asubuhi ya leo tuko naye Mr. Anthony Wachira ambaye ndo the head of recruitment, selection and matriculation kutoka kwa Teach for Kenya. Tuzungumzie kuhusiana na resources, Mr. Anthony. Na wazazi wengi wamekuwa kisema kwamba this is a very expensive it's a very expensive affair ya CBC. Wengine wanasema kwamba tunaitishwa vitu ambavyo hata they are not even making sense. Kwa mfano tuambue leo tunasoma kuhusiana na mayai. Sasa ni kila mwanafunzi kama atakuwa analeta mayai, ni kila mwanafunzi analeta mayai. Na class of 60 eggs. Hiyo ni 60 imeenda kwa mwalimu. Na ukimaliza warudishi mayai. Ukimaliza warudishi mayai. So in terms of resources na mfumo huu wote wa CBC, and especially ya kwamba wazazi wanasema it's an expensive education system, Mr. Anthony. No, I agree. So first of all, education is actually expensive. I mean, if you look at it, hata ukiangalia kibajeti, it is projected that education out of our budget inachukua ile asilimia kubwa, over 600 billion. So I think education is an investment, na kila mzazi angetaka kuinvest as much as possible if they know that kwamba kile ambacho wanainvestia the child is getting quality. I mean, if you are given a chance, I mean kuna wazazi ambao wanapeleka wanafunzi wao
shule ambazo ni expensive. Alright. They pay a lot of money. Okay. Because huo mzazi anaangalia future ya mtoto. Nafikiria it brings us back to what we were speaking early. Yes. So first of all, we have a teacher who does not understand how CBC is supposed to be run. Alright. Okay. So huu mzazi anasoma kile ambacho kiko kwa kitabu. Requirements ambazo ziko kwa kitabu na ana transfer exactly same instructions. Unajua wakati unasoma kitu alafu una internalize, umekielewa kinafaa kufanya namna gani, you internalize, you can even improvise. Yes. Ndio pale tunaleta aspect ya innovation. Kwa sababu kama kwa mfano ni lesson inafaa kuwa na hizo vitu ambazo umetaja, tuseme kwa mfano mayai, unaangalia what is the learning objective that is supposed to be achieved in this lesson. So why do we need 60 eggs if 3 eggs can help us to achieve the goal? Lakini kama mwalimu mwenyewe hajaelewa huu mtaala unaendaje, yeye atasoma alafu aseme kulingana na kitabu kila mtu anahitajika ya ilake moja. Exactly. Wow. So ndio maana unasikia wazazi wakilia, na ni ukweli. Hiyo ni gharama, kwa sababu leo utaambiwa leta yai, kesho utaambiwa lete kitu kingine, kesho utaambiwa enda kwa cyber print kitu kingine. Hiyo yote ni gharama. Na sasa huu mwalimu angekaa chini kwanza internalize hiyo concept, alafu innovate. Unaona? Sawa, hatuwezi pata my 60, but what is the learning objective from this lesson? Alright. Then you create the experience, and that is what we teach our fellows. Okay. Ukienda shule kwa mfano, sisi tunawaka na zile shule ambazo ziko low income. So utatupata Mathare, utatupata Kibera, utatupata Mukuru, because that is where we believe there is high need. Yes. So huo mtoto already ako kwa high need community. Mzazi wake kila siku anarauka, hajui kama atapata hata ya kula. Very true. Alafu sasa umeongezea mzazi gharama. So we tell our fellows, we train you, that's when nilianza kwa kusema teacher leader. You innovate. Yes. Unaona? Usiende tu class useme nimekuja hapa kufundisha, so mimi niko effectiveness yangu iko kwa class. Think. That's what a leader does. Think. Isn't the resources we can improvise. Kuna kitu huwa tunafundisha hawa our fellows before we place them, that is called using locally available resources. Unaona? Kama akiwezi patikana cha kununua, tunaweza tumia nini ambacho kiko available. Yes. Unapata kuna mwanafunzi ambaye alifanya project ya kutumia discarded pieces of pen na anatengeneza a jumping rope from that. Yes. That is innovation. Huyo ni mtu ambaye anaelewa learning objective. Because it's not about the resources, it's the learning objective. Kama mwanafunzi atapata kile ambacho lesson inafaa apate without having to do a cost, then nafikiria hiyo objective itakuwa. Mimi niko na swali, sisi wa 844 wengi wetu kituuliza bwana, baada ya masomo tulitamak tulitamak kutafuta hizi kazi. Sasa hii unasema kwamba mfumo wa masomo umeimarika, imekuwa more advanced. Je, kutakuwa na hilo soko mbeleni tunapoona vile taifa linavyoenda kuhakikisha kwamba ina accommodate hizi innovations mpya? Je, kuna soko kama hilo ama itakuwa ni masuala yale ambayo tuliyopitia sisi ya kwamba baada ya masomo ni either uwe na mjomba ambaye atakuconnect pahali ama utahangaika? Je, hii advanced system ya masomo baadaye mimi nisha invest kwa mtoto wangu, upande wa pili, je, ile environment ipo? Swali nzuri hilo. So nafikiri hata mimi nitamak, to be honest. I think everybody ambaye yako lazima ulipitie. Lakini mimi kama mzazi sitataka mwanangu apitie hivyo. Especially kama sasa mfumo umebadilika, niko na imani ya kwamba basi huu mfumo utamzalia exactly. So nafikiria I was making this point, we all tamaked, but I think what we lacked, na hiyo ndio CBC najaribu kuleta, is a skill based kind of, ni mtu ambaye ni critical thinker, ni mtu ambaye anaweza create solutions without necessarily focusing kwa kazi. Unajua mtazamo wetu tukisoma, na nilianza hapo, ilikuwa soma, pata degree certificate yako, tafuta kazi. Sasa before change your mindset ujue kazi ya zipo, then sasa kuanza kuinnovate, sasa ndio uanze kusurvive, utachukua muda, na pia utapitia depression. Unaona? Sasa I think that is what CBC is trying to address. Can we nurture haya mambo huku chini? Kuna mtu ambaye labda hata alipoteza alipoteza nafasi yake pale kwa masomo, labda hakuwa mwalimu kwa mfano, ama hakuwa daktari, but alisoma akapata hiyo. Lakini focus yake, pathway yake, kama angesaidiwa pale mwanzoni, apate focus ya the area they are strong in, probably
huo mtu angejisimamia very early in life. But I think because wote tuliambiwa focus kwanza, pata cheti, kazi iko. Then that became a very big crisis. So to address question whether that economy will support wale ambao wanakuja, nafikiria we shouldn't focus that way. What we need to be focusing is, are our kids being equipped with the right skills to create solutions. Even assuming hakuna kazi. Huyo mtu anaweza akajisimamia akasema nimecreate hii solution. And I think unaona hii mambo ikiendelea, mambo ya content creation, I like that. Wakati unaona kijana ametoka tu shule, ameanza tu anachukua simu yake, and then unaanza ku create content, and guys are earning out here. Mr. Anthony, wanasema ya kwamba na hii kitu nimeipenda personally, ya kwamba mathematics si lazima ati kulikuwa na hiyo proposal ya kwamba si lazima ati ya kwamba maths itakuwa ni mandatory. Mr. Anthony anaitwa Professor Charles Ongondo, mbona sijui imekuja CEO of the Kenya Institute of Curriculum Development, mbona sijui imekuja saa hizi kwa sababu sana very good. Anasema kwamba mathematics would become optional in senior school under the CBC. Does that sound right? I mean, no, I mean, I would ask why. Hebu jiulize mbona. Kwa nini proposal ya kuondoa mathematics inakuja? And what does that send to... Wakati sasa saizi wote tushajua mathematics can become optional. Because I think we need to understand what is the purpose of education. Huo mtoto amefanywa mathematics ni optional at foundational level, because if you're able to build the foundational skills, well, it depends kama atahitaji hiyo somo baadaye ama hatahitaji. But if you start sending sasa hii message, mathematics is optional, then nafikiria you just confusing. Unajua hatujapata mwelekeo mzuri wa CBC. And then we start unasikia messages zinatoka upande, tutoe hii, tuweke hii, tuweke hii. Nafikiria especially policy maker, before something like that comes, it have to be thought out vizuri. Kwa nini tunaondoa hii? Ni statistics gani tumefanya ambazo zinasema if we removed mathematics, chances are huo mtoto labda atafanya vizuri. Exactly. So are we running probably ni kuona wameona labda we don't have the capacity, or maybe quality ya mathematics is compromised. What is the statistics that is supporting that proposal? I mean, for me, I would be open to understand. Kama si lazima ukuwe na hesabu kimasomo, I mean, come and give statistics. The only mathematics we want to know, Mr. Anthony, ni ya kuhesabu pesa tu. Or there's kuna mathematics ingine. But yeye anasema from his argument, yeye anasema he feels it will be much better for those who perform poorly to focus more on other areas of their career interest. Kwa hivyo kama mtoto labda ya hesabu aonani vizuri, basi atolewe huo mzigo. Kama yeye kwa historia, Kiingereza, basi awekewe fora kibao upande huo. Does that argument sound correct? Well, I would want to see how it looks like, but kwa mimi nafikiria at foundational level ni muhimu mwanafunzi akuwe interest, because grade 3, grade 4 unaelewa nini kuhusu whether you will become a STEM ama unaelewa art. At that point you don't know. You just need a lot of foundational strength, foundational learning. So pale unafanya a lot of numeracy and literacy. Then baadaye ndo maana hata hii mambo ya career inakuja baadaye, si pale at foundational level. So nafikiria pale tusifocus, toa hii, weka hii, let's build the foundation. Then kuendelea mbele labda mtu atafanya uamuzi. Hata mimi ningekuwa na option labda ningesema sitaenda na hesabu, and we did that in high school. Ulikuwa naambiwa sasa anza kuchoose something. But at least you have the foundation. Right now hata kama si kufanya kwa mfano somo la agriculture, but at least have some foundation of some bit of that. So nafikiria it's important to have data supporting some of so education was tukimalizia kwa sekunde 30 to Mr. Anthony. We are doing good as a country in terms of education. I would say we are not there. We really have a long way to go if we really need to, and that's why I said a lot of multi-stakeholder engagement. Tusikize information na tusikue defensive. Kama wazazi wanasema ni mzigo kufanya CBC, tusikize. Kama walimu wanasema hatuelewi, tunafundisha. I mean, we have a conversation around grade 9. Wanaenda wapi wakishamaliza grade 9? Very true. Can you imagine wewe uko grade 9 na ujui sasa nikimaliza hapa where next? Exactly. So I think we need to focus.
wacha tusifanye ni kama tuna pilot na wao watoto. Tukue na a very structured way, as a very structured plan. Watoto waache kuwa na anxiety. I was in those schools last year when we had the challenge ya grade 9, grade 7, sorry. Itaenda primary, itabaki secondary, that confusion. Wacha ikuwe address structurally, watu wakuje on the table. Ile information tunatoa kwa sababu sisi ndio tuko ground. Let it inform the policies that are being created. Yes. Asante sana. Tuko naye, tumekuwa naye ndani ya studio zetu asubuhi ya leo, Mr. Anthony Wachira, the head of recruitment, selection and matriculation kutoka kwa Teach for Kenya. Thank you so much Mr. Anthony kwa kuweza kupitia ndani ya studio zetu asubuhi ya leo na kutuelimisha mengi kuhusiana na mfumo huu wa competency based curriculum. Tumpishe my brother Erastus Kibona tuletee habari za sasa mwendo wa saa 3. Asante sana Mr. Anthony. Thank you.